Naam, hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo na mnaendelea kukurubia simu zenu na runinga ili kuweza kufahamu kile ambacho kilichojiri kupitia chaneli yetu. Mtazamaji, ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, na kuomba tuazime sikio lako mwanzo hadi tamati ili kuweza kufahamu kwa yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Tuanze habari zetu na habari hizi za huko tarafani Masisi Pamweso, ambako mji wa Mweso huko katika hali ya taharuki kufuatia kifo cha kamanda mmoja wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka eneo hilo, afisa huyo alipigwa risasi na kuuawa katika shambulio la ghafla lililofanywa na watu wenye silaha wasiojulikana katika barabara ya Mokoto Kibarizo wakati anarejea kutoka kwenye operesheni za kivita katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa habari kutoka eneo hilo zazidi kutaja kuwa kisha kifo cha kamanda huyo wa vikosi vya M23, hali ya usalama si yenye kuridhisha kwa pale ambako raia wanakuwa na wasiwasi mkubwa. Mengi zaidi kutokana na taarifa hizi ni katika habari zetu zinazofuata. Daima katika maeneo hayo ya mkoa wa Kivu Kaskazini ni kwamba mapigano makali yaliripotiwa tarafani huko Masisi kati ya vikosi vya waasi wa M23 makundi ya kizalendo na kufanya raia kuathirika vikali. Mapigano hayo makali yalizuka tena asubuhi ya Ijumaa 4 ya tarehe 11 Novemba 2025 katika kijiji cha Ndete tarafani Masisi mkoa wa Kivu Kaskazini kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa FARDC katika maeneo hayo. Mapambano hayo yanaendelea kuweka raia katika maisha hatari kwa kufuatia uharibifu wa mali zao na mambo mengine. Milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika tangu alfajiri kwa mujibu wa mashuhuda katika maeneo hayo. Habari hizo tulizonazo kutoka maeneo hayo waeleza kuwa waasi wa M23 waliendesha mashambulizi katika juhudi za kutoa maeneo yote ya grupimenti ya Nyaboko, ambako baadhi ya vijiji bado vinadhibitiwa na jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na vikosi vya wazalendo. Kwa upande wao vikosi vya M23 wanadai kuwa jeshi la FARDC lilishambulia ngome zao huko Luke kwa kutumia ndege zisizo na rubani au drone, jambo ambalo walilolaani vikali kupitia msemaji wao katika mtandao wa X ambao zamani uliitwa Twitter. Wakati hayo yakifanyika, wakaaji wanalaumu pande zote mbili kwa kusababisha maisha kuwa magumu katika maeneo hayo. Habari hizo zilizidi kutaja kuwa licha ya shambulizi za waasi wa M23 kwenye ngome hizo za jeshi la taifa FARDC na vikosi vya wazalendo, ila hakuna chochote walichofaulu kwa vile vikosi vya wazalendo na jeshi la taifa walikuwa tayari na kuwashambulia vikali na kuwarejesha sehemu walizotokea. Zaidi ya hayo, vikosi vya waasi wa M23 wanadai kulazimisha raia wakiwemo watoto na wazee kubeba silaha na vifaa vya kivita kwenda katika maeneo ya mapigano. Habari zetu tuangazie na habari zingine hizi zinazotaja kuwa mapigano makali kati ya wazalendo na muungano wa M23 yaliendelea katika eneo la Kamisimbi tarafani Walungu, zimetaja hivyo duru za habari kutoka eneo hilo. Vikosi vya wazalendo wanaendelea na mashambulizi katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini ili kuhakikisha kuwa mji wa Bukavu na maeneo mengine ya mkoa wa Kivu ya Kusini vimekombolewa. Habari hizo zimezidi kutaja kuwa vikosi vya wazalendo vilikwenda kushambulia katika ngome za waasi wa M23 maeneo hayo na kufaulu kuwaondoa kwenye maeneo hayo. Mengi zaidi kuhusu taarifa hizi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kuwafurusha wanamgambo wa kundi la Mobondo kutoka kijiji cha Kindundu
kilichopo katika eneo la Kingakati mkoani Kinshasa mwanzoni mwa wiki tunayo. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni za Ngemba, Kapiteni Antoni Mwalushai, amesema wanamgambo hao walikuwa wamejiamini kwa bunduki pamoja na mapanga. Taarifa zinasema kuwa wakazi wengi wa kijiji cha Kindundu walilazimika kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Kinshasa. Kapiteni Mwalushai amewataka raia kuwa watulivu na kuendelea kuweka matumaini kwa uongozi wa jeshi la taifa FRDC kwa kuendelea kuwalindia usalama wao. Aidha, vikosi vya kanda ya 14 ya kijeshi vinaendelea na operesheni za kusafisha eneo hilo kwa lengo la kurejesha usalama wa kudumu katika maeneo hayo. Tuendelee na habari zetu kwa siku ya leo. Tuangazie huko Fizi ambako shirika la raia Force Vive limealika serikali kuu ya Kinshasa na wafadhili wake kusaidia raia waliokumbwa na matatizo ya kivita kwenye baadhi ya vijiji vya groupement ya Bashilocha, sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi, ambao wengi walipoteza vitu vyao na hata wengine kukimbia maporini kufuatia vita kati ya jeshi la taifa FRDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wiki iliyopita. Katika mazungumzo naye mwenyekiti wa shirika la raia tarafani Fizi, Bwana Jacques Alimasi, amesema kuwa raia hao wanapitia hali ngumu ya maisha, kwani kuna wale ambao nyumba zao zilichomwa moto na waasi hao wa M23 na wengine kukosa chakula. Jacques Alimasi anaeleza yafuatayo. Ndiyo, tunatoka kupana kibarua chetu ambacho tumeandikia wakuu viongozi wa serikali na mafadhili wake wala waparteneri wake kwa ajili ya hali ya usalama mdogo na hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota kisha vita katika kijiji cha Ngezi, Tuetue, Ponzero hata na Kitasha, kati ya vikundi ambavyo vinashikilia silaha vya wazalendo vinaongozwa na Ngoma Nzito na Kakobanya, ambao walikuwa wakisaidiwa na jeshi letu la Kongo la FRDC huko nyanja za juu za tarafa la Fizi na tarafa la Mwenga. Na hivyo vita vimeleta vinyume vingi, wakaaji wameyama makazi yao, na katika kijiji cha Ngezi nyumba zote zimebomolewa na zimeunguzwa na wanamgambo wao ambao wameleta vita. Na hata katika kijiji cha Tuetue, centre de sante ya Tuetue imekwenda kubomolewa na kuunguzwa na vitu vyote vimeporwa, dawa na vitendea kazi vyote. Na hiyo hali inaleta usalama mdogo na inaleta maisha ya wakaaji kukua ngumu sana. Na watu wameenda katika vijiji vya Bikakia, katika vijiji vya Anunga na village ya Kanguli, Bilende na hata hapo kwa mlima ambako wamiaji wa ndani wanapatikana, na maisha yanaendelea kuwa duni, wanalala nje, na wakati wa mvua hakuna hata kitu chochote kile cha kuwasaidia, hawana chakula, hawana manyumba. Na ndio kwa maana tumeomba kwa serikali yetu ya Kongo iangalie gisi inaweza kufanya ili isaidie wahamiaji hao wa ndani. Tuangazie na huko Kamituga ambako mashirika ya kiraia katika mji wa Kamituga yanatuhumu baadhi ya kundi za wazalendo kwa kukeuka makubaliano ya kufuta baadhi ya vizuizi bandia ambavyo kwa sasa tena vimerudishwa katika kona mbalimbali za Kamituga pamoja na Mwenga. Kwake Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia, ametoa mwangaza ni wapi makubaliano yao yamegehukwa. Ile hali ya mabariere ulifanyika komision na ilikuwa madeclaration yetu tulifanya sana muma reunion ya conseil ya sécurité pamoja na administrateur wa territoire ya Mwenga bwana Mao Ishiro, na tulikuwa tukiomba baraza ya usalama ya territoire kusema kama wanalemea sana population na mabariere wapunguze kumabariere, na kulifanyika komision ikatena punguza kule mabariere. Bare zima zilipunguka balizitosha, lakini kisha hapo kutoka wenye mabariere tena walirudisha, kitu ambayo population inashutumu. Pia ile mabariere haina ordre, unaweza fika mama na kulomba 50,000, wengine na kulomba 20,000, wengine na kulomba 5,000, wengine na kulomba 10,000 mais bariere haina
haina ordre, alors population iko senye inaelemewa. D'ailleurs tunaweza approcher kusema kama tunaomba kwa wakuu viongozi wa nchi, entre autres gouverneur wa province ya Kivu, naanza wa ICG nilisha kumusumuliza hayo siku za mingi, wasaidie wazalendo. Vita ni kitu ambayo inagusa uchumi wa watu wengi, na kama vita, sisi ndio tuko mu vita huku, tunateseka, hatuna makazi, barabara inakufa, makazi yote ko bloke. Alors si population paisible, population tutatosha zile franga za kwa nalipa mabarere wapi? Inakuwa tunakuwa na jimala kama mtatenda ukilio ulifika ujue utaenda hai na hauna pesa. Ile mezire ilifanyika na conseil ya sécurité, mais ni mezire kisi unasema haina ingine mezire za accompagnement pour que ifikie kulengo na population yenye iko apese. Population inalemewa sana bwana mwalimu. Upande mwingine, alipoulizwa ni hatua gani wameifanya kama mashirika ya kiraia eneo hilo kulingana na tatizo hilo, Wasoba wa Kilongo Fiston amerejea mara tena. Tulisha kuinterpele conscience ya autorite politico-administrative, mais aussi ba autorite ya bazalendo. Mais unajua kama administration ya bazalendo, kila mtu ni shefu, kila mtu anasema kama hapo fulani niangaje, nilichuma mie, hakuna maneza nipangia. Alors atujue nani ndio anasimamia nani ndio anapaswa kufanya hiki, nani anapaswa kutoa decision, na nani anapaswa kuheshimia decision. Tulipenda kwa hiyo kazi tuambie watu yote, tuambie ba FRDC, PNC na wazalendo kama wajue kama isha vita. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Shukrani kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Tukutanane baadaye kwenye vipindi vingine. Thank you.